Karibu katika mfululizo wa makala zetu zinazoangazia mambo mbalimbali yanayohusiana na shughuli za utalii nchini Tanzania. Leo hii tutaangazia nini kinachotofautisha utalii wa Kilwa na maeneo mengine duniani. Karibu ujue sababu ya watalii kutoka Ulaya upendelea kufika Kilwa Kisiwani na magofu ya Songo Mnara. Kilwa ni eneo la kipekee ambalo halifanani na kivutio kingine chochote duniani, tofauti na maeneo ya utalii yaliyozoeleka kama fukwe za kisasa au mbuga za wanyama. Kilwa ni makumbusho ya wazi yanayosimulia historia ya biashara ya kimataifa, utajiri na ustaarabu wa Kiafrika uliostawi karne nyingi zilizopita. Hapa kuna sababu zinazofanya Kilwa itofautiane na maeneo mengine na kwa nini watalii kutoka Ulaya wanavutiwa sana na wilaya hii. 1. Urithi wa dunia wa UNESCO, Unique Heritage. Kilwa Kisiwani na Songo Mnara ni maeneo ya kawaida yameorodheshwa na UNESCO kama urithi wa dunia. Kinachowavutia wazungu ni kuona magofu ya majengo yaliyojengwa kwa mawe ya matumbawe na chokaa ambayo yamesimama tangu karne ya 13. Msikiti mkubwa ulikuwa msikiti mkubwa zaidi katika ukanda wa Afrika Mashariki kwa wakati huo. Ikulu ya Husuni kubwa hii ilikuwa moja ya majengo ya kifahari zaidi kusini mwa jangwa la Sahara. Historia ya empire na biashara ya kale, ambapo watalii wengi wa Ulaya wanapenda historia ya jinsi Kilwa ilivyodhibiti biashara ya dhahabu, pembe za ndovu na bidhaa kutoka China, Kauli na Uajemi. Kilwa ilikuwa na fedha yake yenyewe, sarafu, jambo linalothibitisha kuwa ilikuwa na mfumo thabiti wa kiuchumi kabla hata ya kuwasili kwa wakoloni. Utalii wa utulivu. Tofauti na Zanzibar au Arusha ambako kuna msongamano mkubwa wa watu, Kilwa inatoa hali ya faragha na utulivu. Watalii kutoka Ulaya mara nyingi utafuta maeneo ambayo hayachafuliwi na utalii wa haraiki. Kilwa inatoa fursa ya kuishi maisha halisi ya kienyeji na kuona magofu bila kusukumana na mamia ya watu wengine, na huku kifananishwa na maeneo kama Bagamoyo. Mchanganyiko wa historia na asili, ambapo Kilwa si magofu pekee, inatoa mchanganyiko hadimu wa fukwe tulivu ambazo hazina kelele, misitu ya mikoko inayohifadhi mfumo wa ekolojia wa kipekee, uvuvi wa asili. Watalii hufurahia kuona jahazi na mitumbwi ikifanya kazi kama ilivyokuwa karne 5 zilizopita. Simulizi ya wavumbuzi wa kale. Watalii wengi husoma vitabu vya wasafiri maarufu kama Ibn Battuta aliyetembelea Kilwa mnamo mwaka 1331 na kuita mji mzuri zaidi duniani. Hamu ya kuona kile alichokiona Ibn Battuta au kile walichokikuta Waleno, Vasco da Gama, ndiyo inawavuta wengi kufika wilaya hii ya Kilwa. Kilwa si mahali pa kwenda kupiga picha tu, ni mahali pa kwenda kuishi. Wakati uliopita ni daraja linalounganisha Afrika na mataifa mengine kupitia bahari ya Hindi. Na hapa nitakujuza, ukiachana na vivutio vya Kilwa Kisiwani na Songo Mnara, Kilwa imebarikiwa kuwa na maeneo mbalimbali yenye historia ya vita ya Majimaji. Ukipita katika tarafa ya Kipatimu utakutana na mapango ya Nang'oma, yana historia pana katika vita ya Majimaji. Ukitembelea Mchakama, nako kuna historia kubwa ya mapango ya Namironji yenye upekee zaidi ulimwenguni. Kama unavyotizama katika video hii, haya ni mapango ya Namironji, ambapo watalii kutoka mataifa mbalimbali katika nchi za Ulaya kama Ufaransa, Marekani, Uingereza hupendelea kutembelea
wilaya hii ya Kilwa na kufika katika maeneo haya. Kwa uchache nitakueleza ratiba ya siku 2 iliyopangwa kwa ustadi ili kuhakikisha mtalii anapata ladha kamili ya historia asili na utamaduni wa Kilwa bila haraka. Na leo tutajikita katika safari ya kwenda Kilwa Kisiwani, kutizama uzuri ambao tumetoka kuelezea hapo. Siku hii imetengwa Kilwa Kisiwani, jiji la dhahabu. Siku hii imetengwa kwa ajili ya kutembelea kivutio. Siku hii imetengwa kwa ajili ya kutembelea kitovu cha historia ambacho Ibn Battuta alikiita mji mzuri zaidi. Safari ni asubuhi. Safari inaanza kwa kuvuka na mtumbwi wa injini au jahazi kutoka Kilwa Masoko kuelekea Kilwa Kisiwani. Ingawa Mamlaka ya Usimamizi wa Wanyamapori Tanzania TAWA inayo boti nzuri ya kisasa TAWA Sea Cruiser ambayo imekuwa ikiwabeba watalii kuelekea katika maeneo hayo ya hifadhi. Ziara ya gerezani Forti. Hii ni jengo la Kireno lililojengwa juu ya mabaki ya ngome ya Kiarabu. Ni sehemu nzuri kwa picha za kwanza. Pia utatembelea msikiti mkuu Great Mosque. Huu ulikuwa msikiti mkubwa zaidi Afrika Mashariki, wenye kuta za matumbawe na usanifu wa kipekee wa kuta na kuba domes, ambapo hadi leo hii msikiti huo umesimama vyema. Ukimaliza kutalii, unapanda kuelekea Husuni Kubwa. Hapo ndipo inakupa ikulu ya kifahari na bwawa la kuogelea la kifalme. Kutoka hapo utapata maoni mazuri, view ya bahari ya Hindi, chakula cha mchana ambacho mara nyingi vyakula vya asili ni samaki wa kupaka na kamba wa nazi, pweza. Hivi ni vyakula vya asili vilivyoandaliwa na wenyeji wa Kilwa Kisiwani. Kutembelea makaburi ya masultani na matembezi mafupi kijijini hapo, kuona maisha ya sasa na ya watu wa Kilwa, ambapo nako katika maisha ya kawaida utakutana na kisima kenye historia kubwa ambacho naambiwa maji hayakauki miaka nenda rudi. Kurudi Kilwa Masoko ukishuhudia machweo ya jua sunset ukiwa ndani ya jahazi au TAWA Sea Cruiser. Nitakujuza safari nyingine ya kisiwa cha Songomnara, kisiwa chenye historia kubwa ya kuwepo kwa makazi ya sultani. Songomnara na utulivu wa pwani, ambapo ni utulivu zaidi. Eneo hili ni tulivu zaidi na lenye asili ya kuvutia. Ukitoka Kilwa Masoko, safari ya baharini kuelekea Songomnara takribani saa 1 kwa jahazi. Safari hii inakupitisha katika misitu ya mikoko. Ziara ya magofu ya Songomnara. Hapa majengo yamepangwa vizuri zaidi, urban plan, na utaona mabaki ya nyumba za ghorofa, misikiti mitano na nyua za ndani. Unaweza ukafanya snorkeling na kuogelea. Maji ya Songomnara ni safi sana. Unaweza kuona matumbawe na samaki wa rangi mbalimbali. Eneo hili ni zuri kwa pikniki, lanchi, ufukweni ukifurahia chakula huku ukisikiliza sauti ya mawimbi. Watu mbalimbali mashuhuri wamekuwa wakitembelea maeneo haya. Waigizaji, wana michezo na watu maarufu kama wanamuziki. Safari ya kurudi Kilwa Masoko, njiani unaweza kusimama kwenye maeneo ya uvuvi, kuona wavuvi wakivua kwa njia za asili huku wakitumia mitumbwi.
Pia utatembelea soko la samaki la Kilwa Masoko. Hapa ndipo utaona msisimuko wa kibiashara na aina mbalimbali za viumbe wa baharini. Chakula cha jioni kwenye hoteli yoyote iliyopo kande ya fukwe za Kilwa Masoko. Na hapa tutaitaja hoteli kama Kilwa Dream. Ni hoteli ya kisasa yenye fukwe nzuri ambapo watalii wengi hasa kutoka mataifa ya nje hupendelea kutembelea katika hoteli hizi. Kilwa ni jamii ya Kiislamu na ya kitamaduni. Inashauriwa kuvaa mavazi ya heshima, mabega na magoti yafunikwe unapokuwa mitaani au kwenye magofu. Japo si wengi wanaofuata sheria hizo, lakini ustaarabu huo umerithishwa kizazi kwa kizazi. Vaa viatu imara vya kutembea, sandals au sneakers, kwa sababu kuna maeneo ya miamba na mchanga. Hakikisha una chupa ya maji ya kutosha wakati wa ziara ya magofuni. Hayo ni machache ambayo tuliona tuelezane siku ya leo kuhusiana na utalii wa Kilwa. Tuijenge Kilwa yetu kwa kutangaza utalii wetu. Kilwa yetu oe!